العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي يبنى عليه الدين. اعتقادي صحيح ndio msingi ambao hujengewa juu yake dini ya Muislamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 darasa kitabu الأصول الستة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. jana uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tulimalizia al-asl al-awwal, na leo biidhnillah taanza al-asl الثاني وجوب الاجتماع على الحق والنهي عن التفرق فيه. قال رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. الله سبحانه وتعالى amewaamrisha waumini kuwa kitu kimoja katika dini na akawakataza kutokamana na kutofautiana. Na miongoni mwa sababu ambazo mara nyingi huwapelekea watu kuwa na furqa baina yao, ittiba'u al-hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Abu Akl ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuja nayo, wahi ambao ni maasum, Qur'an wa Sunna. Qur'an na Sunna ndio عصمة من الزيغ والفرقة والاختلاف والضلال والانحراف. ukitaka kuhifadhiwa kutokamana na kupinga na furqa na ikhtilaf na upotofu ni kushikamana na Qur'an na Sunna. Ni watu walipofuata matamanio ya nafsi zao ndio ikawa hali kama hii. Pia من أسباب الاختلاف والتفرق في الدين الجهل، كسباب zinazowapelekea watu kukhtalifiana katika dini ni ujinga, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. kulia wewe mfano leo mambo ambayo yaonekana na macho na watu wasikie kwa masikio yao, watu ambao hawajafikia daraja ya kutoa fatwa, wacha kuwa ni talib ilmu, lakini mtu yuko tayari na ana jur'a
ya kusimama mbele za watu kuulizwa maswali, bali wengine katika maredio auliza maswali ajibu sawa namba ala Allah, waendelea tu. Wakawa ni wenye kuleta sababu, au kuwa na sababu, ni sababu ya kuleta ikhtilafu baina ya waumini. كذلك أسباب التفرق الطعن في علماء السنة، وقد يطعن ونوفيون والسنة، ومدح أهل الأهواء والبدع، نكواسيف watu wenye kufuata matamanio ya nafsi na watu wa bid'a. Leo ukitizama katika mujtamaa tunaoishi, watu wa bid'a ndio waonekana ni watu wasomi wakubwa, na watu wa sunna wakaonekana ni watu kazi yao ni haramu, ni fai tu, ana lolote wale. Na ndivyo ilivyo katika mujtamaa, wallahi wa rabbi. Utaona watu wa bid'a, mtu tafi bum hana chochote, fakir fil ilm, lakini ndio akatangulizwa mbele, akasifiwa, fulani bwana, utamwona kwenye channel fulani bwana yualetwa. Basi sasa kwa mwanachuoni maadamu onekana kwenye channel fulani, na yule mwingine ambaye haonekani kwenye hizo channel wanazozitaja wao, akaonekana huyu hana chochote huyu, na ukamsikia huyo anayesifiwa kuwa na elimu akizungumza, wewe na wewe umenusa harufu tu ya ilmu, utasema alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu, maana ni mtihani. Kwa kuwafanyia ta'an wanaovioni na kuwasifu watu wa bid'a ni katika sababu za kueneza ikhtilaf. قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا كافيا تفهمه العوام. الله سبحانه وتعالى hili jambo akalibainisha kwa ubainifu wenye kutuliza nyoyo na kumponya yule aliye na maswali mengi, kiasi cha kuwa hata ammi iwafahamu. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. الله سبحانه وتعالى akatukataza sisi tukawa kama wale waliofarikiana na kukhtalifiana katika wale walikuwa kabla yetu wakaangamia. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. Saje katika kitabu chake kuwa amewaamrisha Uislamu kuwa kitu kimoja katika dini na akawakataza kutokamana na kutafarruq. قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. في القرآن بكيات بالك السنة فيه فاستعجاب وكيونا من السنة إلى بينيك إلى. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. نعم، كفي حالي وكوا ujinga umeenea kule kutofautiana katika misingi ya dini na furuu za dini, ndio ilmu na ndio fiqh katika dini. Hebu tizama wewe leo, kamkuta mtu azungumza ikhtilaf, zipo zilikuwepo, akusudia nini ikhtilaf katika usul na furu'. Kwa huyo akifanya bid'a awachwe, ni ikhtilaf. Je, ni kila ikhtilaf yakubalika? Tutakuja kuona hapo mbele. Na watu wakizungumzia kwa ikhtilaf zipo, ni ikhtilaf zipi ambazo sheria imekubali kuwa hata zikuwepo hazitakuwa ni sababu ya kuleta furqa baina Waislamu? Maana hapa ndio wanapopashika ahli bid'ah wazayr, yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna. Na yote ambaye hajakita mizizi katika kufahamu manhaji ya ahli sunna wal jamaa, utamuona shubuhat kama hizi akiletewa, basi خلاص
ateleza moja kwa moja kufuata yale maneno yanayozungumzwa na watu kama hao. قال وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. kwa kitu kimoja katika dini ikawa hakuna anayezungumza hili isipokuwa zindiq ama mwenda wazimu ndiye anayezungumza mambo haya. hii ndio hali ilivyofikia. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه إلى آخره. قال الأصل الثاني من الأصول التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى. msingi wa pili katika ile misingi aliyoiorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah al-ijtima'u fi ad-din wan-nahyu 'an at-tafarruq fihi, kuwa kitu kimoja katika dini na kutukataza kutokamana na kutofautiana tafarruq. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. msingi huwa adhim, una dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam na amali ya masahaba radhiyallahu anhum, bali na wema waliotutangulia rahimahumullahu ta'ala. أما كتاب الله تعالى يزومزي كتاب شاء الله سبحانه وتعالى فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي حق تقواه. يمكن الله سبحانه وتعالى حق يكون إن شاء الله سبحانه وتعالى. يمكن الله سبحانه وتعالى أولئك أشموا أبوني واجب جوينكم إن شاء بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، kutekeleza yale aliyoamrisha na kujiepusha na yale aliyokataza. wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala msife isipokuwa katika hali ya kuwa ni waislamu. wa'tasimu bihablillahi jami'a, ay tamassaku bihablillah, na mshikamane na kamba ya Allah, ay bi'ahdihi أو بدينه أو بكتابه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. نحبل الله wapo katika waliofasiri kuwa ni ahadi aliyochukua Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, na wengine wakasema kushikamana na dini yake au Qur'an na kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam. yote yaingia katika wa'tasimu bihablillah. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولم تتفوتيان. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. kisha Allah akawakumbusha neema zake juu yao waumini walikuwa maadui, baadhi ya wao wakiwachukia wengine. Allah subhanahu wa ta'ala akazifunganisha nyoyo zao wakawa ni ndugu. wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa katika ukingo wa moto. fa anqadhakum minha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kutokamana na ule moto. kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. الاعتصام بحبل الله هو دينه، kushikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.
uongofu aliotulipia Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والاعتصام بالكتاب والسنة ذلك هو سبيل المؤمنين. njia ya waumini ni kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kitu kimoja katika kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. hii ndio njia ya waumini. والتفرق والاختلاف في الدين سبيل المشركين وطريق المبتدعين. na kufarikiana na kukhtalifiana katika dini, hii ni njia ya washirikina na njia ya wazushi katika dini. والاجتماع على الحق طريق السلف الصالحين أصحاب الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. na kuwa kitu kimoja katika haki. hapa ndio watu hawaelewi hii aya. wao huitaja wa'tasimu bihablillahi jami'a. kuna bid'a wasemaji, makusudio yao ni kuwa watu wawe kitu kimoja bila ya kujali tofauti zao, kwa huyu ni mzushi sufi, yule mwingine msia, yule mwingine ikhwani, yule mwingine kadha, yule mwingine kadha. watu waweke tofauti zao mbali, wawe kitu kimoja. sio maana ya hii aya. fahamu Muislamu, sio maana ya hii aya, usidanganywe. Nizama aya haikusema wa'tasimu jami'an, haikusema hivyo. imesema wa'tasimu bihablillah. muulize wewe anayesema hiyo hablullah nini? wa'tasimu bihablillah jami'an. kwa hivyo ijtimaa ala alhaqi, hiyo ndio njia ya salafu salih, wale waliokuwa na fahamu sahihi ya nusus za Qur'an na Sunna. ama alfurqa, hiyo si njia ya waumini, njia ya ahli bid'ah wazushi katika dini. فحذر الله رب العالمين من الفرقة والاختلاف. الله أكتكتاز نكتاذريش كتكمان فرقة. قال الشيخ ابن عثيمين وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. akatukataza kuwa kama hao waliofarikiana na kutofautiana katika dini, na akaweka makamio makali kuwa hawa watapata adhabu kubwa mno. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. katika kukhtalifiana mutafeli katika mambo yenu na zile nguvu zenu zitapotea, kwa sababu katika umoja kuna nguvu. قال وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم هم أصحاب البدع أصحاب الضلالات وأهل الأهواء. wanaokusudiwa hapa ni watu wa bid'a, wapotofu, watu wanaofuata matamanio ya nafsi zao. وكانوا شيعا أي وكانوا فرقا وأحزابا في الضلالة يعمهون. wakawa makundi mbalimbali, hizbu mbalimbali katika upotofu tu, wapotea ndani yake. lasta minhum fi shay, huna uhusiano na wao chochote. bimaana Mtume salama amejitenga kabisa na kila anayekuwa na jambo kama hili. farraqu dinahum wa kanu shi'a. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. jambo gani aliyohusia Allah? an aqimu ad-din ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنوح وللنبيين من بعده. mitume wote kuanzia Nuh kuendelea mbele, wote wamehusiwa wasia huu, an aqimu ad-din ولا تتفرقوا فيه.
ووجوب الاجتماع على الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة. واجب وكوا kitu kimoja katika haki ni msingi katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. ففي هذه الآيات شيخ ابن عثيمين اسمع katika hizi aya tulizozitaja, نهى الله تعالى عن التفرق. الله سبحانه وتعالى ametukataza ndani yake kutokamana na kufarikiana. وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرها. kaeleza mwisho wake mbaya kwa mtu mmoja mmoja, kwa mujtama, kwa umma mzima. hii ni dalala katika Qur'an. وأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم، أما تكيجي katika sunna دليل يهوم سنج عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuubainisha huu msingi asema almuslimu akhul muslim, muislamu ni ndugu yake muislamu, la yadhlimu, hamdhulumu ndugu yake, wala yakhdhuruhu, wala hamwangushi wakati muislamu mwenzake ahitaji nusra yake na ana uwezo wa kumnusuru, wala yahqiruhu, wala hamdharau. Kisha akasema takwa ipo hapa, na kama tunavyotaja kuwa ikiwa takwa iko ndani ya moyo itadhihirika katika nini? Vitendo. Wala haijamaanisha hii hadithi kuwa mtu anapokatazwa jambo ovu analolifanya ajibu nayo attaqwa hahuna, wewe huna uchamungu. Kama uchamungu upo ungelionekana katika vitendo vyako. Yatosheleza mtu kuwa na shari kumdharau ndugu yake Muislamu. Ila Muislamu kwa Muislamu mwenzake ni haramu damu yake kuimwaga, heshima yake kuingilia, na mali yake kuijepa na kumdhulumu. Haifai. Na haya yote yazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuhimiza Waislamu kwa kitu kimoja katika haki. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. Mtume sallallahu akakataza kuhusudiana, kuchukiana, watu kuchunguzana kama mchungu wa mwenzake tu. kadhalika munajasha, وهو أن يزيد في ثمن السلعة ينادي عليها في الأسواق أو ينادى عليها في الأسواق وغيرها. ni pale mtu ambaye aja katika mnada au ongeze bei shilingi 100 sema 150, kumbe hataki. la raghbatan fi shira'iha, hana raghba ya kununua kile kitu, bal biqasdi an yaghurra ghayrahu fi shira'iha bi thamanin ghalin, kila anachokitaka ni kumghuri yule mwingine anunue kwa thamani ya juu. wa hadha haram. aongeza bei, pengine labda amepanga na yule muuzaji, ama basi tukumdhuru ndugu yake Muislamu, atiwe hiyo kitaka kile kitu, acha nimfanye leo alipe pesa nyingi, tena haja nacho. Sema 100, mimi nasema 200, 300, 400, 500, kifika 1000 pengine kile kitu atasema yake 1000, lakini yule ni mhitaji. Mwache sasa chukua, mbandika. Fahamu, la tanajashu wakunu ibadallahi ikhwana, na mwenyote waja wa Allah ni ndugu moja. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا، msikatane wala tadabaru, wala msipeane maungo kila mmoja akawa hamjali mwenzake. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
mu'min kwa mu'min mwenzake ni kama mfano wa jengo. Jiwe moja hutilia nguvu jiwe la pili. Tazama taswira aliyochora Mtume sallam namna waislamu wanavyotakikana kuwa kitu kimoja. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه ألا أدلك على تجارة يعني سكونغوزي katika biashara. قال بلى يا رسول الله. وأيوب كما ndio يا رسول الله. قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا. uende mbio katika kuleta islah baina ya watu uhusiano wao unapoharibika. watuqaribu bainahum idha tabaadu. wakaribisho wawe karibu wanapokuwa mbali mbali. ingawa hii hadithi haikuthubutu kina mahitaja الشارح رحمه الله. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة. katika mkabala wa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuamrisha waumini kupendana na kupendeana kheri na kusaidiana katika mema na uchamungu na kufanya asbabu zinazokuza ule undugu baina yao, mkabala wa hayo Mtume sallallahu akakataza kila njia inayopelekea furqa baina ya Waislamu. Akakataza kila njia ambayo yawafanya Waislamu wawe mbali, kila mmoja kuwa mbali na mwenzake. Akakataza nao ni kwa sababu katika ile tafarruq ndani yake kuna kutukiana, kuna mafasid makubwa sana yanapatikana ndani yake. فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس. تفرق بين وإسلام ndio pumbao la macho la mashaitani katika majini na watu. لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء. kwa sababu mashaitani katika watu na majini hawapendi waislamu kukusanyika kuwa kitu kimoja katika jambo lolote. wataka wafarikiane na wafurahie. فهم يريدون أن يتفرقوا. wanachokitaka wao ni kuwa waislamu wafarikiane. لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. wao wajua kuwa watu wakifarikiana kama ile kaida wanaohitaji divide and rule, ukiwasambaratisha utaweza wewe kuwa hukumu na kuwa juu yao. ile nguvu ambayo itapatikana kwa wao kulazimiana na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala itapotea. ikipotea ile nguvu wao ndio wataweza kuwatawala. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله. Mtume sallam ameamrisha na kuhimiza watu kupendana, kushikamana kwa maneno na vitendo vyake. ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. na Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza tafarruq na ikhtilaf ambayo yapelekea kalima ya Waislamu kusambaratika na zile nguvu zao kupotea. Hii katika sunna. wa amma amal as-sahaba, hija katika vitendo vya masahaba, faqad waqa'a bainahum radiyallahu anhum al-ikhtilaf. iliwahi kutokea baina masahaba ikhtilaf, ni binadamu, lakini lam yahsul bihi at-tafarruq wala al-adawa wala al-baghdha. haikutokea baina yao kufarikiana wala kutukiana wala uadui. la فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. ilitokea khilaf baina ya masahaba wakati wa Mtume sallam na Mtume sallam akiwa hai. الخلاف إذا كان على قاعدته لا يضر شيئا. خلاف ikiwa iko katika msingi wake haidhuru chochote. قاعدة yake nini? فيما يسوغ أن يقع فيه لا. katika yale mambo ambayo yawezekana na yakubalika kisheria kuwa hapa pawezekana kutokea nini? Khilaf. na wale wanaotumbukia katika hiyo khilaf wawe ni ahlun lilwuqu'i minhu. hiyo ni mtu ambaye amefikia daraja yaweza kujitahidi katika lile jambo. kwa hivyo jambo la kwanza iwe ni jambo ambalo yakubalika ijtihad ndani yake kuwa yawezekana kutokea khilaf, na yule anayefanya ijtihad awe ni mtu ambaye wastahili kufanya nini? Ijtihad. hii ni kaida muhimu sana kufahamika katika swala hili. ثم يكون على قاعدة المحبة. وقاعدة المحبة na watu wakinasihiana katika mambo kama haya, النصيحة ليست على شرط القبول. nasiha iko katika sharti ya kukubaliwa, yani bimaana ukitoa nasiha lazima yule mtu unayempa nasiha akubali. La, wewe fikisha. قال الشيخ ابن عثيمين فمن ذلك atoa mfano wa masahaba kuwa waliwahi kukhtalifiana, lakini ikhtilafi yao haikuwapelekea wao kuchukiana. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب، Mtume صلى الله عليه وسلم alipomalizana na vita vya wale makafiri waliokuja makundi mbalimbali Ahzab, vita vya Khandaq, وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد. kaja Jibril akamwamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم aende kwa Bani Quraidha waliovunja ahadi na Mtume salama katika hali nzito. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، Mtume صلى الله عليه وسلم akawaambia masahaba wake, لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. asiswali mmoja wenu alasiri isipokuwa kwa Bani Quraidha. waondoka twendeni. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة، فتوك مدينة وكيلكيا بني قريظة. وحان وقت صلاة العصر لكي وكاتي وصلاة العصر. فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس. baadhi wakasema sisi hatuswali alasiri mpaka tufike kwa Bani Quraidha hata kama jua litatua. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول سمعنا وأطعنا. sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ametuambia mwenyewe kuwa tusiswali asri mpaka kwa Bani Quraidha, na sisi tusema sami'na wa ata'na. ومنهم من قال نصلي في الوقت. na wengine wakasema la, bali tuswali huu ndio wakati wake. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج ولم يرد منا تأخير الصلاة. sema kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم alichokitaka hapa ni tufanye haraka katika kutoka, wala kukusudia kuwa tuicheleweshe swala mpaka wakati wake utoke. طيب washaftalifiana katika swala hili, katika ufahamu mختلفين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم. habari zikamfikia Mtume sallama hakumtolea ukali yoyote wala hakumsemea yoyote katika fahamu yake alivyofahamu. وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. na wao masahaba radhiallahu anhum hawakukhtalifiana kwa ajili ya kukhtalifiana kwa rai katika kufahamu hadithi ya Mtume. kwa hivyo tunaona pia masahaba ilitokea baina yao ikhtilaf katika mambo ya ijtihad,
أما عمل السلف الصالح بعد يكتاج الشيخ رحمه الله دليل كتك القرآن السنة عمل يوم الصحابة أكان كتاج عمل السلف الصالح. قال فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد لا عن جهل ولا عن عدم تملك للأداة. سيكو إنغا أو mtu ambaye hamiliki kuwa mujtahid, فإنما كان صادرا عن الخلاف عن اجتهاد. إذا الخلاف يتكمن اجتهاد. وكان مما يكون فيه الاجتهاد. فبani mambo ngapi? Mawili. Jambo la kwanza, iwe ile khilaf imetokamana na nini? Na ijtihad, katika jambo ambalo yakubalika mtu kufanya nini? Ijtihad. Mambo wa mawili. Fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dhan bil khilaf. Katika hali kama hii walikuwa wakifiana udhuru katika khilaf kama hizi. ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء. ولا walikuwa hawabibiani baadhi ya wao kwa wengine chuki wala uadui, بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف. bali walikuwa wakitakidi kuwa baadhi ya wao kwa wao ni ndugu, pamoja na kuwa khilaf kama hii yaweza kutokea baina yao. حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء. kuzingatia vizuri yani, mpaka mmoja wao aweza kuswali nyuma ya mwenzake ambaye yeye waitakidi na kuona kuwa lau kama ni mimi nimefanya kitendo cha yule ningekuwa sina nini? Sina udhu. ويرى الإمام أنه على وضوء. na yule imam mwenyewe lakini ajiona yuko katika nini? Katika wudhu. Kisha akatoa mfano, mithlu an yusalli khalfa shakhsin akala lahma ibilin. Swali nyuma ya mtu ambaye amekula nyama ya ngamia. Sote tufahamu kuwa kula nyama ya ngamia kuna ikhtilaf baina wanavyuoni kuwa yatangua wudhu au la, na kauli rajih ni kuwa yatangua wudhu. Kwa hivyo kwa mfano asali nyuma ya mtu aliyekula nyama ya ngamia, wa hadha al-imamu yara annahu la yanqudhu al-wudhu, na yule imamu yuona kuwa anasalisha kuwa haitangui wudhu nyama ya ngamia. Wal ma'mumu yara annahu yanqudhu al-wudhu, lakini ma'muma aona kuwa kula nyama ya ngamia yatangua wudhu. Fayara anna as-salata khalfa dhalika al-imam sahiha, aona kuwa kusali nyuma ya huyu imam sala yangu ni sahihi. Wa in kana huwa, pamoja na kwa yule maamuma yule, law sallaha binafsihi la raa anna salatahu ghayru sahiha, law kama angesalia mwenyewe baada ya kula nyama ya ngamia angeona kuwa sala yake haikusihi. nafikiri mwaliona hili swali. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف. yote haya ni kwa sababu walikuwa wakiona kuwa khilaf inaotufuka kutokamana na ijtihad ambayo yakubalika ijtihad katika suala kama lile kwa uhakika si khilaf, si tofauti. لأن كل واحد من المختلفين قد اتبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. kwa sababu kila mmoja katika hawa wawili walioختلفiana amefuata kile ambacho ni wajib juu yake kufuata katika dalili ambayo haijuzu kwake yeye kuiacha. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما, ووانا kuwa ndugu yao akiwakhalifu katika amali fulani اتباعا للدليل, kufuata dalili, huwa fi alhaqiqati qad wafaqahum, ukweli wa mambo ni kuwa ameafikiana na wao. kwa nini? لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان, kwa sababu wote wawili walingania watu kuifuata dalili pale ilipo. فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقه,
kwa hivyo ikiwa atawakhalifu kwa kuwafikiana na dalili ambao ameiona yeye, basi kwa ukweli wa mambo haja wakhalifu bali ameafikiana na wao, لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. sababu yule bwana amefuata mkondo ule ule wanaofuata wao, mkondo ule ule wanaolingania wao katika kuhukumiana kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ ابن عثيمين: أما ما لا يسوغ فيه الخلاف، أما yale mambo ambayo haikubaliki khilafu ndani yake, فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون، ni amali ambazo za khalifu yale waliokuwa na masahaba na tabi'un. فمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس، kama masala ya aqida ambayo wengi katika watu wamepotea. ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة. katika masala haya khilafa haikuenea isipokuwa baada ya zile karne zilizobora, ndio wao washikamana na yale mambo ya khilaf wakayawacha yale ambayo ndio asli. وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، hata kama baadhi ya khilaf ilitokea wakati wa zama za masahaba kama vile nani, Khawarij, Qadariya, haijamaanisha wako katika nini, wako katika haki. ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة. sio tukisema karne ya masahaba tukusudii kuwa karne ya masahaba kuisha lazima wamekufa wote, bal alqarnu ma wujida fihi mu'dhamu ahlihi, karne itaitwa ni karne yao ikiwa wengi katika watu wa ile karne wako hai, ama ikiwa wengi wameondoka, hata kama wamebakia baadhi, haitoitwa kuwa hii ni karne yao. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. karne yaisabika kuwa imeondoka ikiwa wengi katika watu wa karne ile wamefanya nini, wameondoka. Si lazima wawe wote, wengi wameondoka. طيب، na mfano wake ni kama nilivyotaja ما ظهر من أمر الخوارج ومن أمر القدرية وغير ذلك من تلك البدع. tusema hii imetokea baada ya karne ya masahaba. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa waliobakia katika masahaba ni wachache, kama alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, na wala haiwezi kuwa haki pamoja na kuwa ilitokea wakati ule, isabika kuwa ni batil. فالقرون المفضلة انقرضت، ذي القرن ذي الزبورة ذي القوزشيش، ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعده في العقائد. هذه خلاف ambazo zilizoenea baada ya wale wabora kuondoka zilikuwa hazipo hizi khilaf katika itikadi. فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. yoyote mwenye kukhalifu yale waliokuwa nao masahaba na tabi'un, basi ni dhidi yake wala haikubaliwi kutoka kwake. Na hapa ndio nikasema wa'tasimu bihablillahi jami'an, haijaelezwa vizuri na hao watu wa bid'ah. khilafu sio kila khilafu kubalika katika dini. قال: أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ الاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. أما katika ile masala ambayo khilafi litokea tangu wakati wa masahaba na jambo ambalo yakubalika ndani yake ijtihad, basi ni lazima hapa kutakuwa na khilaf itakayobakia, haiwezi kuondoka. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران
وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الضابط. مسألة اجتهادية، amejitahidi akapata apata ajiri mbili, amejitahidi akakosea apata ajiri moja. Hii ndio baadhi. فالواجب على المسلمين جميعا. كيف ضابط katika masala nini؟ أن يكون الخلاف فيما يسوغ الخلاف فيه، وأن يكون واقعا ممن يملك أداة الاختلاف. ضابط hizi muhimu sana. Jambo la kwanza, iwe ni katika masala ambayo waweza kujitahidi ndani yake, na iwe anayekhalifu ni mtu ambaye ana ahliya ya kuwa na nini, ya kuweza kujitahidi. Haya ni mambo mawili ya lazima katika hili jambo. Yakikosekana mawili khalas, haiwezi kukubaliwa khilaf kama hiyo. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة. ni wajib juu ya Uislamu wote kuwa umma mmoja, وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن. na kusipatikane baina yao tafarruq, mahizbu mbalimbali yanaopigana vita kwa ndimi zao, ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. na sio sawa kufanyiana uadui na kuchukiana kwa ajili ya ikhtilaf ambayo yakubalika ijtihad ndani yake. فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. وحتى وكيختلفيانا katika mambo ambayo wakhtalifiana ambayo yana dalili za Qur'an na Sunna ambazo wamestegemea kulingana na fahamu zao, basi hili jambo ni kunjufu walillahi alhamdu. والمهم اختلاف القلوب واتحاد الكلمة. muhimu ni nyoyo ziwe pamoja na neno liwe moja. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يفرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. hakuna shaka kuwa maadui wa Uislamu wapenda Waislamu kufarikiana, iwe sawa ni maadui ambao watangaza wazi uadui wao au maadui wanaodhihirisha kuwa pamoja na Waislamu na kuwanusuru Waislamu, na hawako hivyo. ukweli wa mambo hawako hivyo. Wallahu musta'an. tusimamia hapo insha Allah taala, na hapo tatimma ile kilichobakia biidhnillah taala tutajaribu kuja kusoma katika darasa itakayofuata. wallahu taala a'lam. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu.